umesikia ya kwamba Mungu amempa mwanadamu maisha sehemu tatu. Sehemu kwanza ya maisha ambayo Mungu amekupa ni katika tumbo la mama yako. Mamako ana nafasi ya kukulea miezi 9, panapo majaliwa unazaliwa. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni kuanzia kuzaliwa kwako hadi kufa kwako. Katika sehemu ya pili, Mungu anakupa nafasi kuchagua maisha ambayo utataka kuyaishi katika sehemu ya tatu. Katika sehemu ya tatu kuna maisha ambayo ni ya jehanamu na kuna maisha ya uzima wa milele. Na Biblia inasema ya kwamba kwa sababu Mungu amempa mwanadamu sehemu tatu za kuishi, basi mimi na wewe bado tunaishi katika sehemu ya pili ya maisha. Katika sehemu hii tuko na nafasi ya kufanya maamuzi ya kwenda jehanamu ama kwenda motoni. Kwa sababu story hii imetuambia ya kwamba Mungu alimpa Lazaro maisha kuishi kama maskini, lakini alikuwa anamjua Mungu. Na Mungu akampa yule tajiri naye kuishi maisha, lakini akawa hamjui Mungu. Sijui kama Lazaro alikuwa akizungumza naye habari za Mungu, lakini Biblia inasema ya kwamba siku moja nafsi yake ikaonja mauti. Siku moja nafsi yangu na yako pia itaonja mauti. Lakini uamuzi wa kuishi maisha yale ya tatu unaotengeneza saa hii. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama wewe unajichagulia kuishi